Na mpenzi mtazamaji wa media yetu ya Lutanana Media Online, leo ni wakati mwingine tena tuko hapa Dar es Salaam, na siku ya leo tumepata bahati ya kukutana na kijana mwenzetu kwa jina maarufu la Tosh. Leo yeye ana mkasa wake ambao angependa kushare na sisi, kutupitisha katika mambo ambayo ameyapitia katika haso zake za kimaisha za hapa na pale mpaka leo alipofikia. Na ni mkasa mzuri ambao unaweza kuwa na elimu kubwa ndani yake, na kama mtu atauzingatia na mtu ambaye anapita katika njia kama hizo anaweza kuwa na funzo katika maisha yake. Okay, Mr. Tosh. Naam, tunakukaribisha katika chaneli yetu, na tusingependa tuchukue muda mwingi kuzungumza sisi. Mtu ambaye leo anapaswa kuzungumza ni wewe. Na labda ungetuambia hapa tulipo tuko wapi? Hapa tulipo tuko maeneo ya Tandale, mtaa Bakacha au uwanja wa Peace almaarufu. Okay, sawa, tunashukuru. Sasa ningependa sasa utuambie kuanzia mwanzo kabisa kisa chako kinahusu nini, na utuambie tu labda kwa kirefu na usiache kitu, ili tuweze kupata kitu na sisi cha kujifunza na katika maisha, kichukua kama mafunzo katika maisha. Najua hapo vijana wengi ambao wanakutazama muda huu na wao wanaokufuatilia pia, ambao pia wanapaswa kufahamu maisha jinsi yanavyokwenda. Okay, karibu, nikupe nafasi hii utusimulie kuanzia mwanzo, utuelezee labda wewe kiasili ni mtu wa wapi na jina lako kama itakupendeza, na utuelezee hasa mkasa wako kwa ujumla. Okay, karibu. Tungependa kufahamu kwanza unaitwa nani? Kwa majina naitwa Vitalis almaarufu naitwa Toshi Mawe. Okay. Sawa, tuendelee. Mimi ni mzaliwa wa Dodoma mjini, hospitali ya General. Nimezaliwa Dodoma mjini, pale nimeishi kwa muda wa miaka kama 3. Baada ya kuishi pale, baba yangu akahamishwa kikazi kuletwa Dar es Salaam. Dar es Salaam tulifikia sehemu moja kuitwa Ubungo Maji. Pale Ubungo Maji tumeishi kwa muda kama miaka 4 hivi kama sikosei. Baada ya kutoka pale ndo nikafika sehemu hii ambayo tuko sasa hivi naongea, Tandale, uwanja wa Peace. Hapa tulipofika nikawa naendelea masomo yangu ya primary. Nimesoma shule ya Tandale hapo. Nimesoma hadi darasa la 6. Masomo yangu yakaanza kuyumba. Baada ya kujiingiza, kuna vikundi nilijiingiza vya kushake, yani madensa, nikawa na dance nene. One time usiku nikawa natoka naenda maklabu, nikirudi nimechoka, sometimes shule na bana boda siingii. Nimeenda mwisho nikapata mchumba mmoja hapa Tandale. Huyo mwanamke niliyompata mimi nilikuwa ni mtoto wa mjumbe. Huyo mtoto wa mjumbe, upatikanaji wake hadi tukutane mimi na yeye ilikuwa ni shida, ni ngumu. Lakini kwa jinsi ya ujanja wangu na akili nyingi nilizokuwa nazo za mtaani, nilikuwa nampata kwa kutumia mbinu. Yani nikifika pale kwake na narusha jiwe juu ya bati, ndio ishara yangu. Nilikuwa narusha jiwe juu ya bati, akisikia tu jiwe anajua kabisa baba huyo kaja, yani mchumba wangu huyo kafika. Anatoka chapu, tunakutana, tunaelekezana mazingira, tunafanya mambo yetu vizuri, anarudi nyumbani. Sasa imeenda mimi na ule binti, dakika za mwisho tukaje tukagombana. Kuna kisa tu kidogo, alinikuta na dada yangu aliotoka Dodoma, lakini hakujua kama ni dada yangu. Mazingira tulikuwa tumekaa kaisi kama ni mtu wangu hapa karibu. Akaanzisha vurugu bila kujua, bila kutaka kunisikiliza mimi kumwelekeza. Akaondoka kwa hasira yule binti. Sasa kwenye kumpata tena nikawa natumia zile ishara zangu, lakini bila kupata matumaini yote. Mtu akawa toki, natumia ishara zote ili nimpate, atoki. Dakika ya mwisho nikasema ngoja niachane naye, lakini kiukweli nilikuwa nampenda. Nampenda tena sana. Huku na huku nikaja nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Tom London. Huyo Tom London kiukweli alikuwa rafiki yangu toka tuko darasa la 4 shule ya msingi. Huyo rafiki yangu akanipa ushauri, bwana, mwanamke mbona anakuchanganya?
Kama vipi? Wewe vuta bangi tu, itakutuliza akili yako. Lakini ikiwa kichwa kikavu kama hivi, utamwaza kila siku, utajiumiza, mwisho wa siku utapata matatizo mengine makubwa. Kiukweli, kwa kuwa ni rafiki yangu na ushauri mwingi tulikuwa na shauriana, tunasikilizana, ikabidi nimsikilize. Kumbe kwenye kumsikiliza ushauri wake ndio nilikuwa nazidi kupotea. Akaanza kuvuta bangi huku na huku, na yule binti kusema ukweli wa Mungu aliposikia mimi navuta bangi ndo akazidi kunichukia. Nimeenda hapo huku na huku, nikasema ngoja niingie mazoezini, maana kuna marafiki zangu wengine walikuwa wakirudi shuleni wanaingia gym, wanafanya mazoezi ya ngumi. Nikasema ngoja nijichanganye ili nipunguze mawazo. Nikajichanganya kwa na mimi nikawa naingia gym, fanya mazoezi. Bahati nzuri mimi ni mtu mmoja mwenye bahati. Pale gym nilipoingia kufanya mazoezi, nikakubalika na kocha. Kocha alinikubali, akanipa mimi uongozi, nikawa naenda kama captain pale. Pale gym nikawa naenda kama captain mazoezi, kocha asipokuwepo mimi ndo naongoza kile kikundi pale gym. Kweli kihisia nikawa nimehama kwa ule mwanamke. Mazoezi nikirudi nyumbani nimechoka hoi, napumzika na nene. Kweli ikapita miezi kadhaa. Baada ya miezi kadhaa ilipopita, nikawa nimeenda klabu. Siku hiyo ilikuwa siku ya Jumamosi. Kwenda klabu nacheza muziki, nikakutana na msichana mmoja wa kuitwa Feti. Anakaa Kinondoni, mtaa wa Wibu. Sawa? Wibu Street, yeah. Yule msichana kusema ukweli naye akatokea kunichanganya. Nikajikuta narudi tena kwenye dimbu ile ya mapenzi. Kiukweli niliporudi kwenye dimbu ya mapenzi, yule msichana akawa amenichanganya sana. Nimeishi naye, nikaja nikakutana na mshikaji wangu mwingine. Akaniambiaje, bwana sikiliza, first one nilichanganywa na yule msichana. Yeah. Kwa ueleweke maisha yako akawa ovyo ovyo. Sasa Mungu akujalia umepata msichana mwingine huyo. Ili atulie na ili uishi naye kwa muda mrefu, fanya mpango. Kuna kitu kimoja inaitwa cocktail. Cocktail? Yeah, cocktail. Ina maana ni madawa ya kulevya. Yeah, hiyo cocktail ndio jina la mtaani au vipi? Hiyo cocktail yani ni unga, jina la mtaani ni unga. Hiyo cocktail ni jina. Ya kweli ukiingia kwenye cocktail ukivuta, yule msichana utaishi naye hata kuchanganya. Na utakapokutana naye kimapenzi, naamini ndo atazidi kukolea naye. Jinsi alivyonielekeza mshikaji, nikaona kweli na mimi nahitaji niishi naye msichana ili akolee, aishi na mimi vizuri. Usigombane. Ya kweli nikajikuta naingia kwenye madawa ya kulevya, yani kwenye cocktail. Kaanza kuvuta cocktail. Unaweza ukakumbuka labda ilikuwa ni mwaka gani hiyo kipindi hicho unajiingiza kwenye masuala hayo ya hiyo? Nakumbuka ilikuwa kama 2002. Okay. Mrefu kidogo. Kweli nimeingia kwenye cocktail, nikawa navuta cocktail. Kweli nikutana naye yule mwanamke kwenye tendo la ndoa. Mtu anaotumia cocktail huwa anachelewa kufika kileleni kiukweli. Okay. Basi yule msichana nikawa kama nimemchanganya kistaili hiyo. Lakini bila kujua kama mimi mwenyewe najaribia. Nimekuja kujaribia vipi? Kwenye hiyo cocktail. Kweli alichanganyikiwa. Lakini nilikuwa nikikosa kuvuta nikiwa na roast. Naingia ndani na muibia hadi msichana, maana yeye kiukweli alikuwa kajipanga, alikuwa ndani na kila kitu. Okay. Nikawa naingia ndani na muibia. Hapo ndo nilipoanza kujaribia tena kwa yule msichana. Huku na huku akanivumilia. Dakika ya mwisho akanichoka, akaniambia ukweli, bwana, kutokana unanitia hasara. Mimi na wewe naona yeye basi. Yani penzi letu mimi na wewe liwe mwisho. Ukawa umeharibu, si ndio? Nikawa nimeharibu hapo. Okay. Kweli huku na huku kutoka nishaingia kwenye ile tatizo, maana ukiingia kwenye uvutaji wa unga kutoka kwake ni shughuli. Kweli nikawa nimeingia, nikajikuta sasa naingia mtaani. Ule mtaani nilipoingia
ndio nilipopata jina hilo la kuitwa Toshi Mawe. Toshi Mawe. Jina hilo lilikuja nilipoanza kuingia mtaani. Hapo wizi wa nyumbani tena ukawa umekwisha, ikabidi sasa niingie mtaani ili nipate vitu zaidi. Umeona bwana? Okay. Kuingia mtaani endelea. Nikawa naiba sometime naingia kwenye maduka navizia mtu kalala labda, au one time mtu kaingia chooni duka lake kaliacha wazi, naingia naiba hapa simu, bocha. Hiyo tunaita ishando. Okay. Kweli naingia naiba na kila kitu. Na kwa kipindi chote hicho ulikuwa ukiishi wapi? Kipindi chote nilikuwa naishi hapa kwa Nyavisi. Lakini wizi wangu nilikuwa nafanya tena ilikuwa sio mtaani kwangu hapa. Nikawa naingia Temeke, za Mbagala, za Kinondoni, najichanganya. Nipo na kundi langu, sipo mwenyewe. Naingia tunaiba madukani, tukirudi huko tuna hela, uta madawa. Dakika ya mwisho ile starehe ya madawa peke yake nikaona itoshi. Sababu nikaona jiona hapa na roho ya huruma. Na starehe ile inabidi uwe na roho mbaya ili uvute, ili ushike hela. Nikajiingiza kwenye starehe nyingine ya kuitwa Valium. Na vidonge fulani ambavyo ukitumia akili yako kidogo inakuwa haiko sawa na vurugu kwa ujumla. Kweli nimetumia Valium, dakika ya mwisho ile Valium ikawa inanichanganya, nikawa sisikilizi la mtu yote. Hata wazazi wangu walipokuwa wakinielekeza nikawa sisikilizi. Mimi kiukweli nilizaliwa kwenye familia ya jeshi. Babangu mimi alikuwa ni mwanajeshi. Lakini nilipoingia kwenye makundi kwenye hiyo starehe nikawa simsikilizi mtu yoyote. Ilifika kipindi nikaanza kukaba hadi mtaani kwangu sasa. Nikikosa kule madukani, nikirudi mtaani sina kitu, nakaba hadi mtaani. One time nikawa nakaba usiku. Lakini nilipoanza kutumia zile Valium, ilifika kipindi nikawa nakaba hadi mchana. Nakaba mchana. Imeendaenda kuna siku nikaja nikafuatwa na mwenyekiti wa mtaa. Maana matukio yalizidi. Alafu mimi nilikuwa kama naongoza kile kikundi. Matukio yamezidi, mwenyekiti akanifuata hadi nyumbani. Akamuelekeza mama, akamuelekeza baba, bwana kijana wako sisi tutampoteza maana matukio yamezidi. Watu wanakaba kila kukicha. Watu wanakaba, wanachukuliwa mali zao, wanakuja na meka. Lakini leo tumekuja kutoa kama onyo. Huyu mwanao atakapoendelea tutampoteza, tutampeleka jela au tutamuua kabisa. Mtaa huu unaitwaje mtaa? Mtaa huu wa Uwanja Afisi. Uwanja Afisi. Hivi kiserikali unaitwaje mtaa? Jina la kiserikali. Hapa unaitwa mtaa wa Pakacha. Mtaa wa Pakacha. Mtaa wa Pakacha. Okay. Ndale. Kweli imeendaenda ndio nimekuja nimefuatwa, nimeelekezwa, bi mkubwa kaelekezwa, faza naye kaelekezwa kwamba mimi nitapotezwa kwa kuuliwa au kwa kupelekwa jela. Walipoondoka mwenyekiti wakaniweka kikao wazazi. Ndio. Bwana mwanetu tulia. Nadhani umeona jinsi walivyokuja hapa wakaongea serikali. Ndio. Nikaambia sawa, nikawaitikia tu imadi wa nyamazi, maneno yasiwe mengi, mambo yasiwe mengi. Tulipomaliza hapo, kweli natoka nje, hatua moja mbili nakutana na mtu kuna duka moja kanywa bia kalala. Nikiangalia mfuko wake umenona. Nikasema sio kweli. Mimi na mamba sina kitu. Ngoja nimuingie huyo jamaa. Kweli naenda pale best one namgusa mfuko wa kushoto, akawa kama kastuka fulani. Nikasema huyu ngoja nimwache, simuingize vidole. Ngoja nichukue kiwembe ili nichukue kirahisi. Kweli nikakimbia duka la pili, nikanunua kiwembe, nikamkuta jamaa bado kasinzia. Kweli nikashika ile nguo nikachana eneo la mfuko pembe nne. Kweli hela hizi hapa nikazichomoa, nikaondoka. Kuondoka nikawa nimeenda kununua madawa. Siku hiyo kweli hela ilikuwa ni nyingi kama laki na 80 kama sikosei. Okay. Kweli nikaenda nikavuta madawa. Marafiki zangu wa karibu nao nikawavutisha.